Taarifa ambazo zimekuwa zikitrend sana au zikitembea mitandaoni siku ya leo zimekuwa ni issue ya Dar es Salaam Young Africans kwenda kufanya paredi lao siku ya leo, lakini kubwa zaidi ni ile issue ya mchezaji wa klabu ya Simba au kiungo huyu ambaye alikuja kwa mbashasha kubwa sana kiasi ambacho ilipelekea pia kuonekana kama ameibiwa na Simba, bali alikuwa ameletwa na klabu ya Yanga. Hapa namzungumzia kiungo wa Simba huyu Fabrice Luamba Ngoma, ambaye leo ametangaza au tuseme jana usiku alitangaza kuondoka ndani ya timu hiyo, ikionekana mpango wa kuongeza mkataba mpya umeshindikana. Ngoma aliyejiunga na Simba Julai 2023 akitokea Al Hilal ya Sudani. Mkataba wake unafikia tamati mwezi ujao, na ametumia ukurasa wake wa Instagram kuiaga klabu hiyo ya Simba. Ngoma alianza kwa kusema, nachukua muda huu kumshukuru kila mmoja aliyefanya nijisikie nipo nyumbani hapa Simba. Asante kwa Salim Try Again na Mo Dewji walionileta hapa kwa miaka miwili iliyopita. Lakini aliendelea kwa kusema asante kwa kocha, mastafu na wachezaji ambao nilichangia nao chumba cha kubadilishana nguo pamoja. Hatukuweza kufikia baadhi ya malengo yetu, lakini kumbukumbu zote zitabaki milele akilini na moyoni mwangu. Kwenu mashabiki wa Simba, asanteni kwa sapoti yenu. Msiangushe klabu, nyakati nzuri zinakuja, hasa kwa kocha kama Fadlu, aliandika kiungo huyo Fabrice Luamba Ngoma. Mchezaji huyo inaripotiwa kwamba ana ofa kadhaa kutoka baadhi ya timu za Morocco na Arabia. Lakini pia Ngoma amekuwa miongoni mwa wachezaji tegemeo wa Simba aliyetoa mchango mkubwa kuiwezesha timu hiyo kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2024-2025. Wakati msimu ukielekea ukingoni, uongozi wa Simba ulifanya naye mazungumzo kwa ajili ya mkataba mpya ambayo yameshindwa kuzaa mwafaka baina ya pande hizo mbili. Habari za uhakika ambazo ninazo, inasemekana kwamba Simba inataka kumpa mchezaji huyo mkataba wa mwaka mmoja, huku mchezaji mwenyewe akihitaji mkataba wa miaka miwili. Sasa Simba wameamua kucheza na kodi ni jinsi gani ambavyo umri wake umeenda, so wakiona kama anaweza akapata pancha, na ndio maana wakawa wanataka wampe mkataba wa mwaka mmoja, lakini yeye kama yeye amegoma. Lakini pia issue nyingine ambayo pia imechangia Ngoma kuondoka Simba ni issue ya misimamo yake mikali ambayo alikuwa anaionyesha kwenye klabu hiyo. Kwanza ilikuwa ni kudai stake zake. Uongozi wa Simba ukaamua kusitisha mpango wa kumuongeza mkataba mpya nyota huyo wa DRC kwa maana ya Fabrice Ngoma. Taarifa za ndani zinaeleza kwamba kumekuwa na utaratibu wa kucheleweshwa kwa bonus za wachezaji, kitu ambacho kikapelekea migomo ndani ya kikosi hicho kwenye michezo ya mwisho ya ligi kuu. Fabrice Ngoma akitajwa kama kiongozi wa harakati hizo. Ikumbukwe kuwa miongoni mwa sifa za wachezaji wengi kutoka Kongo, mara nyingi wanakuwa na misimamo mikali juu ya haki zao na hawanaga mapenzi. Wao wanaamini kwamba wamekuja kufanya kazi na sio vinginevyo. Tofauti kabisa na wachezaji wetu wa Kitanzania, wao wanaweka mbele mapenzi kabla ya maslahi yao binafsi. Kwa Ngoma ni tofauti. Sasa ni rasmi. Sasa Simba wameanza mchakato wa kumtafuta mbadala wa Ngoma ili kuboresha kikosi hicho kwa msimu ujao.
Huyu Ngoma alikata kutolewa ili amkomboe mama yake, lakini mama ndiye aliyemuuza. Hii ni taarifa kwamba yeye Ngoma alikataa kuolewa ili amkomboe mama yake, lakini mama ndiye aliyemuuza. So unaweza kaiweka hiyo taarifa kwa namna hiyo kwamba Simba walikuwa hawataki kumwacha Ngoma, lakini Ngoma yeye mwenyewe ndo ameamua kuondoka. So hii ni taarifa ambayo naamini hata kwa wana Simba sidhani kama watakuwa wanaifurahia. Lakini pia mimi mwenyewe nikaona ngoja nipite nione mashabiki lakini pia na wanachama wa klabu ya Simba wao hili wanalizungumziaje au wanalioneje. Kuna huyu mmoja yeye akasema, mbona kwenye kuaga kwake hajasema hadai? Tafuteni habari, acheni kuhasisha mambo ambayo hayapo. Lakini kwa uhakika zaidi, na hizi taarifa mimi ninazo na kuhakikishia ni kwamba ni kweli wachezaji wa Simba kwenye hizo mechi za mwisho mwa ligi walikuwa wanaidai klabu hiyo na waliamua kuweka mgomo wa chini, na huenda ndo ambacho pia kilipelekea hata hii dabi kucheza kwa intensity ya chini, kwa sababu wachezaji walikuwa wanadai lakini pia viongozi walikuwa hawaeleweki. So huenda pia inaweza ikawa ndo tatizo la hayo yote. Lakini huyu mwingine yeye akasema kudai yako sio kosa na dhambi katika mtazamo wa kawaida na kisheria pia, lakini kwa waliopewa dhamana ya kusimamia haki uliona tendo hili kuwa ni batili, haramu na kosa. Matokeo ya kiburi hiki ni mweleka na fedheha machoni pa wengi. Huyu alikuwa ni maoni yake. Lakini mwingine maoni yake yeye akasema hatuna bosi katika swala zima la usajili. Simba itafutiwe bosi mpya. Huyu mwingine naye akasema achaneni na wakongomani, tazama kina Inonga na huyo mwingine anayerudisha mpira golini kwake na kucheza chini ya kiwango ili timu ifungwe. Ni wakati wa kuondoa wachezaji wote akiwemo 5-0 safi, aondoke haraka. Lakini mwingine akasema mimi huwa nasema kila siku tatizo la Simba ni familia ya Mo. Familia ya Mo wao ndio wanaopata maslahi makubwa ya Simba. Timu zingine tunaona zikipata tu wafadhili, zinasajili wachezaji wenye viwango vikubwa na vinafika mbali muda mfupi tu, tofauti na Simba inafadhiliwa miaka mingi lakini haifiki mbali. Lakini Mo yeye anazidi kuwa bilionea kwa ajili ya kutangaza biashara zake na kupata faida kubwa. Kifupi, Mo anafaidika sana na Simba kuliko Simba inavyofaidika kupitia kwa Mo. Lakini huyu mwingine yeye akasema hata msimu uliopita story ilikuwa hizo, hamna jipya. Tafuta taarifa kuelekea msimu mwingine. Watu hawataki kukubaliana na ukweli. Huyu wa mwisho yeye wa mwisho anasema Simba viongozi ndio wanaoiharibu timu. Wapo hapo walipo kwa maslahi yao binafsi, sio kwa ajili ya timu. Posho na malipo ya wachezaji yanatolewa na mdhamini kwao kwa wakati ili wawalipe wachezaji. Badala ya kuwalipa wao wanakaa nazo waone hatima ya uchezaji wa wachezaji kiwanjani. Na ieleweke kuwa mchezaji usipomlipa stahiki zake kwa wakati atacheza chini ya kiwango. Simba hii ifungwe 3-0 na Singida Black Stars kweli? Huyu ni shabiki ambaye anajaribu kuhoji sakata hili, lakini uhalisia ndo huo. Bwana Fabrice Ngoma ameshaaga, anaondoka mitaa ya Msimbazi. So tutajua tu ni anaenda upande gani, japo wengi wanasema anaweza kapindukia upande wa mtani wake
ikawa tena ni kesi nyingine kama ilivyo kwa kina Chama, akina Mkude, inaweza pia Ngoma naye akaamua kwenda upande wa Dar es Salaam Young Africans. So tusubiri tuone ni nini ambacho kitatokea.